Jumla ya miradi 128 ilikaguliwa na kati ya hiyo miradi 42 ilibainika kuwa haifanyi kazi, lakini miradi 86 ilibainika inafanya kazi huku ikiwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto zilizobainika ni pamoja na kuto kutekelezwa ipasavyo mipango inayotakiwa kisheria, ikiwemo mpango wa usimamizi wa mazingira, mpango wa uwajibikaji kwa jamii unamaanisha CSR, mpango wa uhaulishaji wa teknolojia, mpango wa uchimbaji pamoja na mpango wa ufungaji wa migodi. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kubaini mapungufu hayo, tume imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kiusimamizi na kisheria. Kwenye miradi 42 iliyobainika kuwa haifanyi kazi, Tume ya Madini tayari imetoa hati za makosa za siku 30 kwa wamiliki wanaohusika na miradi hiyo, na tunategemea kwamba kama hawatotoa mrejesho chanya kuhusu hati hizo za makosa, basi taratibu za kisheria zitaendelea, ikiwemo kufuta hati hizo za msaada wa kiufundi. Aidha, kwa miradi 86 ambayo inafanya kazi lakini imeonekana na mapungufu madogo madogo, wamiliki na wawezeshaji wa msaada wa kiufundi wameelekezwa kurekebisha mapungufu yao kwa mujibu wa kanuni za msaada wa kiufundi, na wenyewe wamepewa muda wa siku 30. Na kama wahusika watashindwa kutekeleza matakwa yaliyowekwa ndani ya muda huo, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa, ikiwemo kufuta ridhaa ya msaada wa kiufundi iliyotolewa. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuwakumbusha wanufaika wa misaada ya kiufundi kuwa Tume ya Madini itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika miradi ya misaada ya kiufundi ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Vile vile tume itaendelea kuchukua hatua za kisheria, ikiwemo kufuta ridhaa za misaada ya kiufundi pale itakapobainika inakiuka matakwa ya sheria